Leo nataka nikufundishe kitu hiki, kutoka kwenye laana ili urejeshewe baraka zako. Kutoka kwenye laana ili urejeshewe baraka zako. Jinsi gani unaweza kutoka kwenye laana za kiroho? Laana ni kitu kipana sana. Laana ni maneno yanayotamkwa na mtu ambaye ana mamlaka ya kiroho. Kwenye Biblia tunaona kuna engo fulani za kimamlaka ya kiroho, na watu hawa wanaweza wakawa na uwezo wa kutamka laana. Kwenye kitabu kimoja kizuri sana ambacho huwa kinafaa kwa fundisho la laana la mtu anayeshindana na wewe, ni kitabu cha Hesabu 22. Tunakutana na mtu mmoja anaitwa Balaam na mwenzake Baraki. Hawa watu, mmoja akiwa ni mfalme na mwingine akiwa ni mtu mwenye mamlaka, mwenye uwezo, mtu aliyekuwa ordained kwa ajili ya kazi ya ufalme, mtu mmoja kwa ajili ya kazi ya kimbingu, mtu mmoja ambaye ni mfalme. Wanakutana wakitaka kushindana na taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Nikisema hivi nina maana pana sana. Leo hii inawezekana unaishi katika imani ndani ya Kristo Yesu. Leo hii inawezekana unanisikiliza kwa namna ya ajabu sana. Wengine wanaishi kwenye laana za wazazi wao, baba na mama. Wengine wanaishi kwenye laana za baba zao wa kiroho. Wengine wanaishi kwenye laana kwa sababu wachawi, watu walio ordained kwenye ulimwengu wa roho, waganga, watu waliowekwa wakfu kwa ajili ya kazi za giza, wakainua vinywa kuwalaani. Laana hizi unaweza ukasikia. Jumapili nilifundisha wao wana laani ila sisi tunabariki. Kwa hiyo kuna watu wanaoinuka kwa ajili ya kulaani. Kuna viumbe vinapoinuka vyenye nguvu, vilishakuwa ordained, viko ina impartation, vimefanywa impartation, vina mamlaka ya kulaani watu, na hivyo vinakaa uzuri kabisa kulaani. Sasa nakufundisha jinsi gani unaweza ukatoka kwenye laana ya watu waliokuchukia, wakanena maneno. Wengine ni mama mkwe, wengine ni wapenzi, wengine ni wachumba, wengine ni wame, wengine ni wake. Ulishagawahi kusikia kuna laana ya mke? Ulishagawahi kusikia kuna laana ya mume? Tembea duniani utakutana na haya mambo. Kuna watu wameharibika maisha kwa sababu walikuwa na mahusiano wapenzi wao wakatamka mambo magumu. Jinsi gani unaweza ukatoka kwenye laana? Inua mkono wako, sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Na nguvu ya Roho wako inikalie. Nisaidie kutoka kwenye kila laana ili niweze kurejeshewa baraka katika jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Amen. Kuna watu walikuwa na mahusiano ya mapenzi, alafu mapenzi alipokufa, mtu mmoja akainuka kwenye laana. Unanisikia na unanisikiliza, lazima usimame kumwamini Mungu. Hawezi akadumu kwenye mahusiano ya mapenzi kuelekea kwenye ndoa mpaka ile laana ifutwe. Ulishawahi kusikia tangia ameachana na mpenzi fulani hajawahi kuwa na mahusiano yaliyosimama? Wewe unajua kuna mtu alisimama akanena maneno magumu kwamba huyu mtu sidhani kama atakuja kufanikiwa kwenye mapenzi. Haya mambo yanatokea kipindi huyu mtu anayasema, nguvu ya kinywa chake kiroho alikuwa amejiinua kwa kiwango gani. Na kuna watu unaweza ukawajua kabisa huyu mtu ana suffering kwa ajili, ana suffocate kwa sababu kuna maneno yalitamkwa, au hakai adumu kwenye mapenzi na mahusiano, hakai kwenye penzi la ndoa kwa sababu alitamkiwa, hakai kwenye huduma kwa sababu alitamkiwa, hakai kazini kwa sababu alitamkiwa, hakai akistawi kwenye biashara kwa sababu alitamkiwa. Ila leo na kufundisha namna gani unaweza ukatoka. Sema amen. Amen. Nataka nisimame na kitabu cha Ezekieli 16. Kitabu cha Ezekieli 16. Mstari wa kwanza, Biblia yangu inasema hivi: neno la Bwana likamjia tena kusema. Mstari wa pili, mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake, useme, Bwana Mungu auambie Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako watoka katika nchi ya Mkanaani. Mwamoli alikuwa baba. Mwamoli alikuwa nani? Mwamoli alikuwa nani? Mwamoli alikuwa nani? Na mama yako alikuwa nani? Muhiti. Bwana Yesu asifiwe.
Hapa naanza kufundisha namna gani unaweza ukatoka kwenye kifungo cha laana ya ukoo. Kifungo cha laana ya ukoo, iwe kwa baba ambaye ni Mwamori, iwe kwa mama ambaye ni Muhiti. Nazungumza na makabila ya Tanzania na makabila ya ulimwengu mzima. Baba yako ni kabila gani na mama yako ni kabila gani? Haya ni makabila. Mungu anamwambia mwanadamu, waambie Yerusalemu chukizo. Habari ya kuzaliwa kwake ni hivi: baba ni Mwamori, mama ni Muhiti. Siku aliyozaliwa kitovu chake hakikukatwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi tumezaliwa, ukirudi kwenye maisha yako binafsi, umezaliwa na baba kabila gani? Umezaliwa na mama kabila gani? Nazungumza ili uweze kujitoa katika yale mambo yasiyo na faida ambayo baba yako aliyaishi na watu waliokwisha kukutangulia waliyaishi. Leo hii kizazi kingi kinakimbilia kwenye imani, kwenye maombi, lakini kuanzia miaka ya 90, 80 na kurudi nyuma, watu waliabudu miungu. Ni wachache waliodumu katika maombi, wengi walikaa katika dini. Katika dini waliruhusu matambiko. Katika dini waliruhusu watoto wakizaliwa wapelekwe kwenye madhabahu za miungu na matambiko yafanyike. Wakiwa katika dini waliruhusu watoto wapelekwe kwenye miungu ya giza. Wakiwa katika dini waliruhusu mambo ya kafara yafanyike. Inawezekana na wewe ni mmoja wa hayo mambo yaliyofanyika. Biblia inasema hivi, asili ya kuzaliwa kwako kwatoka wapi? Leo hii umeokoka sawa, lakini asili ya kuzaliwa inaweza ikasababisha kupoteza baraka au kushikiliwa katika utumishi, kushikiliwa katika ndoa, kushikiliwa katika biashara, kuziwiliwa katika kazi. Nikisema hivi nina maana gani? Nina maana nyepesi sana, sawa sawa na neno la Bwana linavyosema. Bwana Yesu asifiwe. Anasema asili ya kuzaliwa, alafu siku ulipozaliwa kitovu hakikukatwa. Kitovu ni connection ya kiroho juu ya mtu, juu ya mtoto na mzazi. Kitovu ni connection ya kiroho ambayo inapitisha matatizo. Kitovu kwa watu waliokuwa pregnant, kwa mama aliyewahi kuzaa akabeba mimba, kitovu, mtoto akiwa tumboni, kitovu ndio huwa kina facilitate mtoto kila kitu. Kinaruhusu mtoto atengenezeke, kinaruhusu mtoto akue, kinaruhusu mtoto apokee chakula, kinaruhusu chochote kile kupitia mfumo wa mama, kupitia kitovu cha mama. Kwa hiyo ni connection ambayo mtoto yoyote anazaliwa akiwa na hiyo connection kutoka kwenye tumbo la mama. Nikisema hivi ninauliza, mama yako alikuwa ni kabila gani? Niachane na kabila la mama. Mama yako alikuwa na kiwango gani cha imani? Niachane na kiwango cha mama. Mama yako alikuwa anatembea kwenye situation ipi? Alikuwa na lili life gani aliyoishi? Alikuwa je ana maisha mazuri? Alikuwa je ana maisha mabaya? Unaweza ukajua kile kitu ambacho mama yako alipitia. Nirudi kwa watoto ambao wametoka kwenye viuno vya baba. Baba yako, nazungumza juu ya baba yako. Baba yako je aliishi maisha yapi? Hakuabudu miungu. Na kama aliabudu miungu, wewe ulipona kweli kupelekwa majina yako kwenye miungu? Je, ulipozaliwa jina lako na utoto wako haukupelekwa kwenye ile miungu? Kama ulipelekwa pale, ile miungu inakutambua. Kwa hiyo kuna connection ya kitovu bado ipo juu ya hiyo miungu. Haleluya. Lakini mstari naotaka nisimame sana leo ni mstari wa 7, 8 sana, mstari wa 8. Biblia inasema mstari wa 8, basi nalipopita karibu nawe nalikutazama, wakati wako ulikuwa wakati wa upendo. Hebu mwambie jirani yako, wakati wa upendo. Kama unadai aliungeandika wakati wa upendo wa Bwana. Wakati wa upendo, andika pendo la Bwana kwangu. Andika pendo la Bwana maishani mwangu. Katika kufutiwa laana. Anazungumza kitu kimoja muhimu sana mstari wa 8. Anasema hivi,
Basi nilipopita karibu nawe, nikakutazama, tazama, wakati wako ulikuwa wakati wa upendo, nikatandika upindo wa vazi juu yako, nikakufunika uchi. Naam, nalikuapia, nikafanya agano nawe, asema Bwana Mungu, ukawa wangu. Kisha nikakuosha kwa maji, nami nikakuosha kabisa damu yako, nikakausha, nikakupaka mafuta. Mstari wa 10, nikakuvika nguo ya taraza, nikakupa viatu vya ngozi ya pomboo, nikakufunga viuno kitani safi kiunoni mwako, nikakufunika kwa halili. Kwa nini anazungumza habari ya damu? Kwa nini anazungumza kwa habari ya pendo la Mungu? Pendo la Mungu maishani mwa mtu. Kama utalielewa na kudumu katika pendo la Mungu, mwambie Bwana, haya ni majira ya pendo lako kwa ajili ya kufutiwa laana. Nimezaliwa kwenye kizazi cha namna gani? Nimezaliwa kwenye tumbo la mama mwanamke wa namna gani? Nimetoka kwenye viuno vya baba wa namna gani? Tumezaliwa juu ya viuno vya baba walevi. Tumezaliwa juu ya mama washirikina wapenda miungu, waliokuwa wanaabudu mizimu kila itwapo mwisho wa mwezi, kila mwaka wakatoa wakamimina sadaka mahali pale. Wewe ndio umetoka kwenye tumbo la huyo mama, wewe ndio umetoka kwenye viuno vya huyo baba. Alikuwa ameshika dini vizuri kabisa, alikuwa amekamata dini vizuri, amepokea kipaimara vizuri, komunio vizuri, lakini katika upagani wa miungu amejaa 100%. Afu Mungu kupitia Injili asema hivi, Mungu akapita karibu na huyu mtu. Majira yale yalikuwa ni majira ya pendo la Mungu ndani yake. Akasemaje? Akatandika vazi. Vazi ni utambulisho. Mama yako alipozaa, malango ulipotoka unatambulika kwa jina la nani? Waliobarikiwa, wanaofanikiwa, vijana ni akina nani? Mabinti ni akina nani? Tafuta pendo la Mungu kwenye maisha yako. Tafuta pendo la Mungu akuvike vazi jipya, akuondolee laana ya malango ya baba na mama. Kama kuna laana, lile vazi ni nini? Ni utambulisho wa malango uliozaliwa. Je, malango yale yana sifa? Yale malango yana sifa ipi katika baraka? Yana sifa gani katika ulimwengu wa damu na nyama? Ni vazi la kiroho. Mungu anasema nilipopita karibu yako, na nikuona ukigagaa katika damu yako, lakini ulikuwa ni majira ya upendo wa Mungu. Akatandika vazi. Vazi ni utambulisho. Akakufunika. Yerusalemu akafunikwa na vazi. Alipofunikwa, Biblia inasema akamfuta damu. Damu ni nini? Genetic, spiritual. Mambo ya mwilini. Umezaliwa na chembe za kiroho katika damu. Nikikaa hapa ninafundisha hivi, mstari wa 3:4-5 anasema, nalipita karibu yako, nalikuona ukigagaa katika damu yako, wala hakuna jicho lilokuhurumia wala kukusafisha, kukutoa katika damu yako. Ile damu ni nini? Ni blood covenant. Blood covenant ni damu ya agano ambayo wewe umezaliwa, unakuwa, unatembea na kuthibitishia kimaandiko. Mstari huu hapa unasema hivi. Sema amen. Mstari wa 6. Nami nilipopita karibu nawe, nalikuona ukigagaa katika damu yako, nalikuambia ujapokuwa katika damu uwe hai. Naam, ujapokuwa katika damu uwe hai. Sina maana ya damu ya kuzaliwa, nina maana ya damu ya asili ya mama yako na damu ya asili ya baba yako. Katika laana, malango ya baba yako yamebeba nini? Wanatembelea laana gani? Isome hiyo. Malango ya mama yako ni laana ipi inatembelea? Kama hujakata hiyo na kujitoa kwenye hiyo blood, kuna laana itakufuatilia. Hata uombe urejesho,
Unaweza ukatoka urejesho umeupata kanisani, ila kwa sababu iko damu ya agano ya baba na mama, haujatoka kwenye mifumo ya kiroho, urejesho unaanza kupotea. Kile ambacho nazungumza jioni ya leo, anasema hivi, nalikuvika vazi la ngozi ya pomboo, ni kuoshwa na kufutiwa laana. Hebu inua mkono wako, sema damu yoyote ya watu waliokwisha kutangulia kutoka kwa baba na kwa mama, ikiwa kuna laana yoyote na mimi nimezaliwa ndani ya hiyo ukoo, leo hii unifute Bwana, niondoe kwenye damu yenye laana juu ya maisha yangu, katika jina la Yesu aliye hai. Kila damu ya ukoo yenye laana ya umaskini, yenye laana ya kukosa ndoa, yenye laana ya uchawi, yenye laana ya uganga, yenye laana ya ushirikina, yenye laana ya mauti, yenye laana ya kansa, yenye laana yoyote ya magonjwa ya mauti, Bwana Yesu nitoe leo. Nakataa kutembea kwenye laana za watu waliokwisha kufa juu ya damu zao. Mimi sitatembea katika jina la Yesu. Yesu nioshe leo damu ya laana kutoka kwenye viuno vya baba yangu, katika jina la Yesu aliye hai. Kama kuna mauti inayotesa laana, inayotesa lango la baba, kama kuna magonjwa, kama kuna umasikini, kama kuna roho yoyote inayotesa malango ya baba yangu, hiyo damu leo Yesu unioshe. Kama ulivyoosha Yerusalemu, ndivyo Bwana unioshe leo, maana ulipita karibu yake. Yesu ulipita karibu yangu. Sikufa katika laana, sikufa katika magonjwa, sikufa katika uganga, sikufa katika ushirikina. Uliruhusu nitembee kwenye damu yangu, uliruhusu nigaegae kwenye damu yangu. Ila sasa Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, niondoe kwenye laana, iwe laana ya baba, iwe laana ya mama, hiyo damu ya babu, hiyo damu ya bibi iliyobeba laana na haleluya. Amen. Anasema hivi, akaimuosha Yerusalemu katika nini? Damu. Nikakupaka mafuta. Mafuta ni upako, ni nguvu. Haleluya. Nikakuvika, mstari wa 10, nikakuvika nguo ya taraza. Hebu mwambie Bwana, nipe utambulisho mpya. Bwana, nipe utambulisho mpya. Sio ukoo wa kushindwa, sio ukoo wa kushindwa, sio ukoo wa wachawi, sio ukoo wa wachawi, sio ukoo wa wasio na ndoa, sio ukoo wa wasio. Mimi nipe vazi jipya, mimi nipe vazi jipya siku ya leo, siku ya leo, katika jina la Yesu. Natoka kwenye kila laana ambayo wazazi wangu na watu waliotutangulia walitembea kwayo, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, nisaidie mimi katika jina la Yesu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuamini neno hili usiku wa leo na ukaamini Mungu akusaidie katika kukutoa kwenye kila laana. Nazungumza, lazima ukae ukifahamu. Mwambie Mungu namna ya angalia malango ya baba na mama yako. Wangapi wamefanikiwa kwa kiwango gani? Wewe ufanikiwe kuliko wao. Maana katayo mifumo ya laana yoyote katika ulimwengu wa roho. Wewe uwe baraka kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Natangaza uwe baraka kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Laana yoyote isikukalie maishani mwako. Agiza yoyote isifanye kazi juu yako. Maneno ya watu walioinuka katika laana na yafuta. Waliosimama kulaani kazi yako na kataa leo. Waliosimama kulaani utumishi wako na futa leo. Waliosimama kulaani hatua zako na futa leo. Kila baramu na baraki waliosimama kulaani malango ya mama yako na kataa leo, na kutoa kwenye laana ya ukoo kwa jina la Yesu aliye hai. Hawatakushinda kwa laana walizozitamka, bali ukafanikiwe na ukastawi. Waliokulaani kukutoa kwenye ndoa na kataa, waliokulaani
kukutoa kwenye baraka na kataa. Wewe uwe baraka kwa jina la Yesu, upate kibali na kupendwa, ukastawi majira yote katika jina la Yesu. Mungu wetu akuvike vazi jipya. Yesu Kristo akutoe kwenye hiyo damu ya laana, akutoe kwenye maneno ya laana, akutoe kwenye hatua za laana. Na kataa laana za wachawi, na kataa laana za family, watu wa ukoo wenye nguvu ya kulaani, na kataa katika jina la Yesu aliye hai. Akiwa kuna mtu mmoja wa mzee wa ukoo aliyekulaani, na kataa. Ikiwa kuna bibi mzee wa ukoo aliyekulaani, na kataa. Ikiwa kuna mpenzi aliyekulaani, na kataa. Ikiwa kuna mume aliyekulaani, na futa. Ikiwa kuna kuhani wa kuzimu aliyekulaani, na kataa. Maana wao wanalaani, ila mimi nabariki. Na kubariki uwe kibali, uwe neema, ufanikiwe na ustawi katika jina la Yesu aliye hai. Ufanikiwe wiki yako kwa jina la Yesu aliye hai. Kila unachokifanya kifanikiwe kwa jina la Yesu. Wewe uwe baraka, nikikuombea neema ya Mungu wetu kwa njia ya Kristo Yesu. Sema amen. Baba, ninaachilia neema hii juu ya watoto wako, ninaofanya kuwa baraka juu ya maisha yao. Upako huu kafanyike kuwa baraka katika jina la Yesu. Ulimpaka Yerusalemu mafuta, nami ninaomba upako huu ukafanyike kuwa utambulisho, mafuta ya manukato ndani yako, nikikataa kila mafuta ya kichawi